Mariah Carey amefafanua kilichotokea baada ya video yake kusambaa kitafsiri kutoridhishwa wakati Moon Long, unaweza kumuita Man Long, pia akiimba wimbo wake ambao tunajua kama We Belong Together kwenye tuzo za iHeart Radio Music Awards 2025. In case ulikuwa hujui, iHeart Radio hizi ni tuzo ambazo ni za muziki ambazo huwa mara nyingi zinatolewa kila mwaka na shirika kubwa la radio ya kidijitali nchini Marekani, ambapo tunasema kwamba ni radio za mtandao. Na tuzo hizi pia lengo lake ni kutambua mafanikio ya wasanii wa muziki maarufu wanaochezwa zaidi kwenye vituo vya radio vya iHeart Radio na kwenye majukwaa ya kidijitali. Sasa back to the business. Watu wengi walikuwa na mitazamo tofauti baada ya Mariah Carey kuonyesha kukunja uso wakati Man Long akiendelea kutumbuiza nyimbo hiyo ya msanii huyo maarufu Mariah Carey wa We Belong Together, ambayo pia alitoa miaka 16 iliyopita. Hapo nazungumzia mwaka 2009. Sasa Carey alipata nafasi ya kuzungumza na waandishi wa habari na alisema kuwa hakujua kabisa kwamba Man Long angefanya heshima hiyo na angeonyesha heshima hiyo kwake yeye, na hakusikia vizuri uimbaji huo kutokana na tatizo la sauti ukumbini. Though alieleza kuwa kwa kawaida hapendi kabisa kuona watu wakiimba nyimbo zake, akifananisha mtazamo wake na ule ambao waliutoa msanii wa kuitwa Prince, ingawa alisisitiza kuwa alihisi kuheshimiwa na kuguswa pia na kile kitu ambacho kilikuwa kiendelea kwa maana na tukio hilo ambalo alikuwa analifanya Man Long. Kwa upande wake Man Long pia tayari alikuwa amebainisha kuwa Mariah Carey mwenyewe ndiye ambaye alimuomba aimbe wimbo huo kama heshima. Aidha pia Man Long alisema kuwa ana ushahidi wa video ukimwonyesha Carey akimsifia nyuma ya jukwaa, lakini hakutaka kabisa kuchapisha video hiyo kwa sababu hakuona haja ya kufanya hivyo. Kwa kifupi ni kwamba Carey ameeleza kuwa uso wake wa kukunja haukuwa ishara ya kutomkubali Man Long, bali zaidi ni mshangao wa hali ambavyo ilikuwa ikiendelea lakini pia licha ya yote ameonyesha kuwa bado hali yake iko pale pale, kwamba yeye hapendi kuona wasanii wakiimba nyimbo zake, yani kufanya cover za muziki yake. By the way, Mariah Carey ni mmoja wa wasanii wa muziki ambao walipata mafanikio makubwa zaidi katika historia ya muziki wa pop na R&B. Hapa unazungumzia pia msanii ambaye ni miongoni mwa wale wasanii wachache zaidi wenye vocal range kali, na hapa nazungumzia ubunifu wake katika kuchezea sauti yake. So unaweza kusema kwamba tangu aanze muziki wake miaka 1990 amefikisha burudani mingi, na burudani ambazo ni nzuri zaidi, ambazo pia zinaishi vizuri vizazi na vizazi. So in case ulikuwa hujui ama ulikuwa humjui Man Long, ulikuwa mfuatili Man Long, huyu ni msanii ambaye pia alianza kazi ya muziki akiwa kama mtunzi ama mwandishi wa muziki, nazungumzia songwriter wa nyimbo miaka 2007, ila baadaye naye alianza kufanya uimbaji hadi ambapo alifahamika zaidi katika uimbaji wa muziki aina ya pop na R&B. Priscilla Man Long ni moja pia kati ya wasanii ambao waliwahi kuandika, kabla ya kuanza kuimba waliwahi kuandika muziki ya wasanii mashuhuri. Hapa utazungumzia wasanii kama vile Ariana Grande, Rihanna, pia naye amewahi kuandikiwa nyimbo na Man Long. So ni msanii ambaye pia yuko na nafasi yake, yuko na package kake sanaa ambayo amekuwa akifanya tangu aanze muziki wake mwaka 2007 pale Marekani. Hii ni Orange Media TZ. Endelea kusubscribe, like na kushare. Mimi ni Mr. Vibe.